Misa hii kwa njia ya kipekee tutaongozwa na Padre Manyanga. Ati Padre nani? Manyanga. Kwa hivyo katika Dominika hii ya 6 ni Dominika ambapo Yesu Kristo anatuambia, mkinipenda mtazishika amri zangu na mimi nitawapenda. Na kwa kweli atajidhihirisha katika maisha yetu. So kwa hiyo heshima ya Padre Manyanga, naomba sisi wote tusimame kwa hiyo heshima na tutuongoze katika misa hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe rohoni mwako. Kwa kuwa sisi ni wakosefu, labda hatujakuwa wakamilifu katika kuonyesha upendo wetu kwa Mungu na kwa jirani, basi tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba, utuombea. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Mungu Mwenyezi, utufanye tuzisherekee kwa upendo moto siku hizi za furaha tunazoziadhimisha kwa heshima ya Bwana mfufuka. Utujalie ili hayo tunayo yakumbuka katika liturujia tuyazingatie daima kwa mapenzi, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Yeah.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Filipo aliingia katika mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Watu wengi wa huko waliyapokea maneno ya Filipo kwa moyo mmoja, wakisikiliza na kuona ishara alizozifanya. Kwa maana pepo wachafu walitoka kwa kelele nyingi katika wengi waliopagawa. Pia vilema na viwete wengi waliponywa. Kukawa na furaha kubwa katika mji ule. Mitume waliokaa Yerusalemu walipopata habari ya kuwa Wasamaria wamelipokea neno la Mungu, wakawatuma Petro na Yohane, nao wakaenda wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana alikuwa hawajashukia bado hata mmoja wao, ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Hapo mitume wakawawekea mikono, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Wapendwa, mtukuzeni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Daima muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza habari za matumaini mlio nayo, lakini kwa upole na kwa heshima, maana mna dhamiri njema. Hapo wale wanaosengenya mwenendo wenu mwema katika Kristo waaibike kwa sababu ya mashtaka yao ya uongo. Na kama Mungu akitaka tuvumilie mateso, ni afadhali kuteswa kwa ajili ya kutenda mema kuliko kwa kutenda mabaya. Hata Kristo alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi. Mwadilifu alikufa kwa ajili ya wakosefu, ili awapeleke kwa Mungu. Aliuawa katika mwili, akahuishwa katika roho. Neno la Bwana. Ili awepo kwenu hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, kwa maana anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Sitawacha ninyi yatima, nitakuja kwenu. Bado kitambo kidogo, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, kwa kuwa mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Siku ile mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na nitajidhihirisha kwake. Na hiyo ndio Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako. Kuna nia zetu kila mmoja. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padre Edward. Mkazoee kumwita Padre Edward. Padre tunaye ama tunaye? Tunaye ama tunaye? Thank you. I'm proud of my son. Ndio nimesema sijaifika hii kanisa the last 28 years. Sijaihubiri hapa. I was here 28 years ago before others were in the plan of God. Ametujalia zawadi hii na najua ataishi miaka mingi na mingi akihudumia taifa lake. Kama vile najivunia, I'm proud to be a priest. Hawa wako na vichwa vizuri, waliimba vizuri sana.
pia nawashukuru kila mmoja wenu ambaye ameweza kufika katika misa hii ya pili. Tumekuja na nia zetu. Mwenyezi Mungu ambaye unampenda alikutoa kwenye kitanda na shughuli zingine, ukasema unataka kuja hapa ndio uweze kupata baraka zake, neema zake, na uweze kuona upendo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Sema amen. Amen. Yes, roho mtapata leo kama mtaipata. Basi waumini wapendwa, kila mmoja wetu hapa na simu. Watoto mko na simu? Hamna simu? Lakini unajua password? Unakuwa na simu home? Kwani nyinyi hampeani simu na mahali? Nadhani hampeani nyinyi simu? Nani anajua password ya simu ya baba yake? Asante. Kwa makofi. Nani anajua simu password ya simu ya mama yake? Okay, wamepigia makofi. Hiyo mambo iko sawa. Tunaendelea vizuri. Wakati umejua simu, umesikia kwamba umejua basi unajua password ya mama. God is good. Yes. Nao tuko hapo. Watoto kwa ajili ya watoto. Tunajua password ya simu. Najua upige simu kuna kitu kinaitwa network. Kinaitwa nini? Lazima kuwe na wifi. Ati nini? Wifi ndio hiyo network. Hapa kanisani tumekuja kutafuta wifi na Mungu. We want to be connected with God. Semeni, I want to be connected with my Creator. Kwa hiyo watoto wetu makofi. Lazima hapa ndio kuna wifi nzuri, network iko cool. Andiko nini? Hauhitaji kupanda juu ya miti ni hapa. Hauhitaji kupanda juu ya mlima ni wapi? Hapa ndio network yako na Mungu. And Father is here to connect you with your God. Ni sahihi sisi wenyewe tuwe connected with God. Salimia mwenzako, mwambie I'm here to be connected with God. Mwambie hapa ndio kuna wifi. Tukitoka hapa basi tuko kwa yako kasimu na bado tuko watoto kwa upande wote. Si sawa? Sasa kwa hii hapa umefika, lazima kuna password ya kuwa connected na God. Watoto, unajua hiyo password ya kuwa connected na Mungu ni gani? Ni gani tuko najua ndio Mungu ras? Hakuna mtoto. Haya, niambie hiyo password. Kuomba. Tupigie mtoto wetu makofi. That is the password. Mwambie mwenzako, the password to be connected with your God is prayer. The password to be connected with your God is prayer. Namkia watoto tumemaliza ama tujamaliza? That is the password to be connected with your Creator. The password is prayer. Tupigie mtoto wetu makofi. Dominika hii ya 6. I'm here also praying that you may be connected with your God. Katika swala yako ambayo imekuleta hapa. Basi tukiwa namna hiyo na pia password mmeweza kuijua ya kuwa connected with our God. Nataka kusema kuwa masomo yetu ya everyday yanatufundisha juu ya kumpenda Mungu, kumwamini na kumfuata. Kumpenda Mungu, kumwamini na kufanya nini? Ndio sababu umemfuata hapa, kwa sababu unampenda na unamwamini. Na basi masomo yetu ya leo, zaidi somo la Injili ya leo, mtaniruhusu niweze kuongea juu ya wazo ambalo limetawala katika somo hilo. Na wazo ambalo limetawala katika hilo somo sio lingine, mkinipenda mtazishika amri zangu. Ati mkinipenda mtashika nini? Amri zangu. Kama unampenda Mungu, unafanya vile anakuamuru, vile anakuambia. Tuko pamoja? Yes. Unafuata maagizo yake na sheria zake. Mfano mzuri naweza wapatia. Kwetu nyumbani kuna mama wa CWA. Aliuzia mama mwingine wa CWA. Akamwambia ng'ombe yangu inatoa lita 20 ya maziwa asubuhi na lita 15 jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Na saa hizi iko na mimba ya miezi ngapi? 4. Huyo mama akanunua vile, alivutiwa na kuona ni mama wa CWA ana mali yake. Kwenda akakaa mwezi mmoja, miezi 2, miezi 4. Alitarajia ng'ombe ile itazaa, hakuna mimba. Tumsifu Yesu Kristo.
miezi 8 hakuna nini? Mtanisamehe, nimesifu wanakwaya, mliimba vizuri, lakini vile mnaimba sifa zake Mwenyezi Mungu, hebu angalia mwenzako anakwaya, angalie kama hivyo ameimba ndivyo roho yake iko. Unaona, wanajua tu hapo kuna mambo. Kama bwana yako ako huko, ukimwambia kuja kuangalie, angeona kweli vile unaimba ndivyo roho yako iko. Msifu Yesu Kristo. Ndio roho yako iko namna hiyo ama iko namna gani? Hakuna mtu yote nimeguza. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaendelea. Imani yetu kwa Mungu ionekane kwa matendo. Wanasema imani bila matendo imefanya nini? Imani yetu isikuwe tu ni ya kusema tu, bali ya kuishi kutenda. Na ndivyo anatuambia katika kitabu cha Yakobo sura ya 1. Iweni watendaji wa neno na sio wasikizaji tu. Wanasema wanakuwa wanasema hajakiona. Okay, fungua macho. Angalia yule ako next to you. Mwangalie vizuri. Umemwangalia vizuri? Umemwona? Funga macho. Angalia nani unaona? Unaona nani? Unaona nani? God is good. Unawezaje kuona sura ya mwingine na yako huwezi kuiona? Sura ya mwingine unaona lakini yako ufanye nini? Na ni kweli, that is what you do. Na ninajua wengine hapa, wengi hapa tulioga, tukaoga, tukajiponda lipstick tukaeka, si ni kweli? Tukajiweka hizo mambo yote, si mnazijua ansio, tukajipamba vizuri sana. Tukajipamba vizuri, tukajiponda. Lakini tulipotoka kwa hiyo kioo, tulipotoka hapo, ukiulizwa ulikuwa unajiona namna gani, unakumbuka? Hapana. Hebu angalia kwenye pochi zenu mmebeba nini? Kuna the whole kitchen is there, lakini moja hizo na zile ziko hapo, kuna kioo, na kama kioo huna, simu yako iko na mira, unajiona. Si ni kweli? Kwa nini unajiangalia? Kwa sababu hujijui. Mwambie mwenzako sijijui. You still don't know you. You still don't even trust yourself. Haujiamini hata wewe mwenyewe. Unajiangalia ni wewe and so on. Hata unataka watu wa comment about you. Kwa sababu hata hujijui, hujitambui and so on. Muko? Mnaendaka mbele ya dora? Vikundi vya mama mnaendana? Mnachelewaje? Kwa nini hamchelewaji? Unapigwa fine. Mama wa mama tuweze kwa anatuimarisha, anatutia nguvu, anatujaza furaha na amani na upendo. Tunaona upendo wake Mwenyezi Mungu, anatuunganisha, anaondoa huzuni, anaondoa woga, ni roho wa kweli, ni mtetezi, anafumbua mambo yanakuwa mapya.
kukutukuza kila wakati, Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza ufufuko wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye kwa sadaka ya mwili wake alikamilisha kafara za zamani katika ukweli wa msalaba, na kwa kujikabidhi kwako kwa ajili ya wokovu wetu alijidhihirisha kuwa kuhani, altari na mwana-kondoo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana mbinguni. Bwana kweli ni mtakatifu na chemchemi ya mtakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia katika hiari katika mateso yake, alitua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana, tunatangaza kifo chako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Leo na Askofu Yohana na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu, dada zetu, wazazi, marehemu, marafiki wakiwa na tumaini na marehemu wote waliofariki katika huduma yako, wapokee kwenye utukufu wako. Tunakuomba utukufu sisi sote pamoja na Bikira Maria mama wangu, Mtakatifu Yosefu Mungu wako Bikira, mtume wako Nyeri na watakatifu wote waliopendeza kama kazi, ustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kupitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifa
tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na waachie, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili kuingia wangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
katika ufuko wa Kristo. Uzidishe kwetu tunda la sakramenti ya Kipasaka na utujalie mioyoni mwetu nguvu ya chakula hiki cha wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya padri wetu Manyanga, Padre Edward. Tunashukuru kwa umbali amemtoa hapa, amemfikisha neema yake. Na siku ya leo tutakadhiwa ya kwamba tunahitaji kumsalamia, na waomba wa Kristo, karibuni tusalamie Padre. Padre, karibu. Mkaomba, na sasa nimekuja kusema asante kwa sababu Mungu amejibu sala zetu. Father Mkwe, Father Ronald na wote ambao walimshika mkono katika parokia hii,
Na vile vile nashukuru baba yangu Father Patrick tulifanya naye kazi nzuri Kajiado, na wakati ulipofika ya kutafuta nani atatembea na mimi nikamchagua. Kidai Niluma hivi niko sawa. Mlinisaidia kwa mawaidha na hata kifedha. Mungu mwenye rehema ambaye anaona yote awazidishie. Na pia kwa sababu mimi ni mwanakwaya, hapo ndio nilianza safari wapi? Hapo kwa kwaya. So nawashukuru sana. Tumetembea pamoja na tutazidi kuwa pamoja. Nilisema hakuna mtu ananitoa kwa ndugu. So Mungu awabariki sana sana. Mungu awabariki na wazidishie. Father, wanaume wanauliza utakuja udediketie sisi ama akina baba arudi hata sisi atudediketia. Sasa Father wanaomba ukarimu. So akina mama wote, we love you, we cherish you, na nawaombea na wanawatakia kila la heri katika maisha yenu yote. Mnapopitia changamoto, mjue Kristo anaweza yote. So awe kimbilio lenu katika safari hii. Mungu awabariki nyote na watende mema. Tusimame kwa sala. Mungu aliyependa kuwajalia mema ya ukombozi na kuwafanya wana kwa ufufuko wa mwanawe pekee, awajalie mfurahie kwa pamoja baraka yake. Amina. Naye aliyewajalia zawadi ya uhuru wa kudumu awafanye washiriki wa urithi wa uzima wa milele kwa kazi yake ya ukombozi. Amina. Nanyi mliofufuka katika ubatizo kwa njia ya imani, mstahili kuunganishwa naye katika makao ya mbinguni kwa kuishi kiadilifu hapa duniani. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashikie na kukaa nanyi daima. Amina.